nagu? Ndio. Ina maana umefikia hatua ya kunitusi mume wako nikiongea jambo unasema mimi ni nagu, si ndio hivyo? Sijakupiga muda mrefu. Toka juzi, jana tu umeshinda, basi mwili wako unakuwashawasha. Jamani wanawake wenzangu, nimewaita hapa wote mkusanyike hapa kwa ajili ya hawa wanaume wanaotunyanyasa hapa kijijini. Kwa hiyo sasa nimewaita hapa kwa lengo la kukaa tujadiliane, maana mwenyewe nimechoka. Laita ingekuwepo marehemu mume wangu hapa, ingekuwa ni msaada mkubwa kwangu, lakini kwa sababu mume wangu naye alichoka kwa mambo haya ya unyanyasaji. Kwa hiyo nahitaji tukae kwa pamoja tujadili hili swala. Kweli mjumbe. Tujadili tu. Sawa, sasa mama mjumbe. Wewe ulikuwa unataka tufanye nini kuhusu hili swala? Hili swala mimi nilikuwa nataka tukae wote tulijadili ili kila mmoja atakayenyanyasika hapa, kwa mwanamke yoyote atakayenyanyasika, tunamfuata, tunampiga, tunampa kipigo kweli kweli. Kweli kabisa. Tunakuwa letu moja. Yaani kipigo mmoja tunaandamana. Tunamfuata mmoja baada ya mwingine. Yoyote atakayempiga mke wake tu tuko naye bega kwa bega. Sasa kwa wale ambao tunaofanya kazi mbalimbali kama biashara, kama nini, mimi nilivyokuwa na shauri mjumbe, naona tungetengeneza kitu hata kama filimbi au nini, yani ya kuonyesha ishara. Mwenzetu akipigwa tukifika hapa tunapigiana filimbi, tunajua huko kimewaka, tunaandamana mpaka kwake. Mimi kama mjumbe filimbi nitagawa. Kweli kabisa. Lakini jamani, kwa nini hili swala likitokea tusiende kituo cha polisi mpaka tuanzishe hichi kikundi? Maana kituo cha polisi hata tukienda wanakuja wanarudia tena. Hapo kinachotakiwa dozi itembee kwenye kijiji. Yaani inakuwa ni sawa na kazi bure, hamna tulichofanya. Cha msingi hapa tukomae wenyewe. Ndio. Tutanyooka mwaka huu. Sasa jamani mjumbe na wanawake zangu, hapa cha kufanya, mwanamke yote ukipigwa tu wewe unaanza kupiga kelele huku unakimbia. Sisi tukisikia ile kelele tunakuja kuliamsha dude. Mmeelewa jamani? Sasa jamani, tukifanya hivyo si tutaachwa na wengine tutaachwa kabisa na waume zetu? Hakuna kitu kama hicho. Haiwezekani. Hapa achiki mtu, sisi tutakuwa tunatia dozi na kuacha mtu haachwi. Na mimi mjumbe ni wema, hawezi kuachika mtu. Kweli Kweli. Hapa kama kazi ni kazi tu, sawa na kijiji. Yaani kama ni kazi tunamaliza, tutanyooka, watakuwa sawa. Watasimama kwenye mstari wote. na hiki kijiji kitaheshimika jamani. Haya jamani. Haya, mjumbe ubaki salama. Haya, asanteni. Wale shati nilikwambia upeleke kwa fundi ili hapa. Kifungo cha hapa kiko wapi? Wewe naongea na wewe. Si nilikwambia shati upeleke kwa fundi, kifungo cha hapa kiko wapi? Hivi mbona unakuwa hunisikilizi? Kuna mambo kibao unakuwa nakwambia unanipuuzia. Unataka uambie na nani huyo mwanamke? Ha! Yaani muda wote ulioamka hata moto hujawasha, wakati unajua kabisa mume wangu inatakiwa ale aende kazini. Hivi unajua hicho chakula kinatoka wapi? Sina tafuta mimi. Sasa bila kushiba nategemea mimi nitafanya kazi vipi? Hivi wewe mume wangu, hivi mimi nitajigawaje? Haya, kufagia mimi. Kupika chai mimi. Haya, ile shati lako umetuma niende nipeleke kwa fundi. Hivi mwanaume mbona unagugu sana wewe? Unasemaje wewe? Mbona unagugu sana? Mimi ninagugu. Unagugu? Mimi ninagugu. Ndio. Ina maana umefikia hatua ya kunitusi mume wako nikiongea jambo unasema mimi ninagugu, si ndio hivyo? Sijakupiga muda mrefu. Toka juzi, jana tu umeshinda, basi mwili wako unakuwashawasha. Mwanaume unagugu wewe. Nani nagugu? Wewe. Nani mwenye gugu? Wewe. Nani mwenye gugu? Nani mwenye gugu? Nani mwenye gugu? Nani mwenye gugu? Kuwa mshe. Nani mwenye gugu? Nani mwenye gugu? Nani mwenye gugu? Mshe ndo anafanya.
Wapi? Fanya tuondoke. Yaani tukisikia tu tuambia piga kelele, tunakuja. Tuondokeni. Mdogo wangu akikupiga tena, amsha dude, tunakuja. Umesikia mwandani mwanaume? Sasa oya, ndio sarudi. Sarudi tena, jaribu hapo. Ona fanya mwanaume. Kaa huko mimi sikupiga. Nataka nibomolewe tena.
mke wangu. Hivi, yaani nikimbilia kule makusudi nipate kipigo kama hivi. Kosa langu mimi liko wapi mke wangu? Kukuelekeza tu kidogo nikupiga kofi unakimbia. Kwa hiyo mnavyopiga wenzenu, najisikia raha sana eh? Kumbe na wewe unaumia. Afu wewe. Hivi mke wangu, hata kama sio hivyo. Yaani umekimbilia kule makusudi mimi nikapigwe, si ndio hivyo? Kwa hiyo kipi unapiga wenzio? Basi. Usinishike bwana, usinishike. Kwa hiyo ndio umeamua kunifanyia hivi. Yaani mke wangu umeamua kunifanyia hivi. Ina maana sasa hivi sisi tumekuwa wanawake, nyinyi wanaume. Tukisema tumbie, umejadhana. Kwa hiyo umekimbilia kule makusudi. Sasa pole sasa. Kwa hiyo ndio umeamua kunifanyia hivi, si ndio hivyo? Kwa hiyo kipi unakumbuka wenzio kwa unalala? Ai, usiniguse hapa. Pole sasa. Niache bwana mimi. Pole sasa. Kwa hiyo kisa sicho. Basi sawa, ngoja mimi nifanye. Kwa sababu kama kisa nikupika, nikwambia tu upike. Kukupiga na kimbilia kwa wenzako mimi nabomolewa kama hivi. Ina maana mimi kwa mimi nisiongee. Nikiongea sasa hivi na maana kwa hiyo kijiji kisia sasa ndo tumekuwa na nyinyi ndo mmekuwa na ume tena. Ndio hivyo kwa tunafanyana hivi. Kwa nyinyi ndo mmekuwa na ume. Tatizo mmezidi kuonea wenzenu. Basi sawa, ina shida. Kisa tu nikamwambia upike umeshindwa. Sawa, haina shida. Si ndo kisa hicho? Kupika tu nikwambia upike, unakuja juu. Ndo kisa. Haina shida. Sawa. Mwanangu leta nipike. Haina, yani ya mateso yataisha, ipo siku. Yani mimi ipo siku lazima nimpoteze mtu mmoja. Haiwezekani sisi tuonewe kila siku. Basi mwanangu leta nipike. Achana mimi, usi ndo ugomvi ulioanzia kwa sababu kupika. Sawa, haina shida, lakini mimi nina maumivu makubwa. Nadhani watu wameshuhudia. Yaani mwanaume asiongee, nikiongea basi unakimbilia kwa mashoga zako. Haina shida. Kaita kibichi mimi napika. Sitaki bana, niache. Niache. Sasa sileta sasa. Bwana wewe, kaleta kiberiti mimi nakuashia moto mke wangu. Mimi nakusaidia, usijali na maumivu yangu. Sawa. Sasa sileta. Na hii lazima nipeleke kwa mjumbe. Hii itakuwa aibu. Nilisema niende hivi naenda kusemaje? Nimepigwa na mwanamke? Basi. Wewe tu nikae, haina shida. Wewe tubomolewe tu. Kwa sababu ndio hivyo. Tutafanyaje sasa? Yaani, au unataka nikubomoe tena na kusibua sasa hivi hapa? Unizibue wapi? Yaani ukinizibu naenda kuwaita tena. Hivi nyinyi mnanifanya saa hizi vidume. Saa hizi unibomoe tena nitawaita tena waje. Mimi sijafika huko. Kwa hiyo sababu. Mimi shida yangu ni ile ile ambayo nilikwambia tangia mwanzo. Sawa. Si unanipenda mimi? Tena sana. Tena sana tu. Sasa cha msingi. Mimi kama binti na wazazi wangu na baba kama vipi? Twende ukajitambulishe. Kujitambulisha kitu gani? Sisi na wewe kwanza inabidi kwanza tuwe wachumba. Hapa ndio kwenye nguvu. Yaani mimi ushanikubalia. Kila kitu mbona kinaenda safi tu mpenzi wangu. Hapana. Afu na wewe pia kama mtoto wa kiume una wazazi wako. Kwa hiyo tabia ya kuja tunakaa tunaongea nini? Hiyo kwangu haiwezekani. Tatizo sio kujitambulisha tu. Tatizo mimi ni wewe tukubaliane kwanza. Mambo mengine yanaenda. Afu sasa hivi kuna magonjwa mengi sana. Isitoshe, twende hospitali tukapime. Najua magonjwa yapo mengi sana. Na sijajua mimi sasa hivi wewe hapo ulipo. Unaona wasiwasi na mimi? Na wasiwasi sana. Mbona nimekamilika sina chochote? Na wasiwasi na wewe huniamini mimi? Ndio, sikuamini. Wewe unasikia maneno ya watu. Mimi niko salama na ndio maana nilipotoka tu mjini mtu wa kwanza kukufuata wewe. Sawa, najua. Sijakataa. Sawa.
na hapa kijijini wanakujua wewe tabia zako, na mimi nimechunguza, ni mara nyingi sana nakukuta, lakini sipendi kukugombanisha. Wanakijiji wanafiki wa Mbeya wanavyoona mimi hivi nimekaa na wewe, ndio maana inawauma, ndio maana mimi wananiongelea mambo mabovu kwako wewe. Kama ulikujua, hakuna mtu anayependa uwe na mimi. Hivi kuna mtu anayependa mwenzake aolewe? Mimi mwenyewe ninaona sifa zako, haujatulia, na sijajua kama huko ulikwenda vijijini kutembea na wasichana wangapi, maana hapa kijijini kila msichana umemaliza. Na waki? Ndio na waki. Kwa hiyo bana hapa wewe na baba akapita yakawa mengi. Wewe unaondoka? Ndio naondoka. Nikae hapa sasa nifanye nini? Kwa hili. Lecho. Sina muda wa kupoteza baba. Lecho ni. Hapana, sina muda wa kupoteza hapa na wewe. Mwanangu wewe. Unajua mwanangu mimi hapo nafika hapa bado sijapata picha kwa sababu jana yani usiku mzima tangu pale tulivyoachana kwa mbio pale. Yaani nimelala na mawenge kishenzi. Sasa mimi pale tulivyoachana pale tukangana kila mtu njia yake. Kufika nyumbani wife kaja pale. Wife ndio kaja kunitonya mchongo mzima. Sasa hivi wanawake wameshaunda kikundi. Ndio wakisikia mwanaume anapiga mke wake, wanaandamana. Ndio maana yule jamaa jana alikuwa anafukuzwa na wanawake. Alimpiga mke wake. Nasema na kijiji kile wanasema kitanuka. Tanuka? Yaani wanawake wameshakaa wameunda timu. Na nyinyi ndio mtakoma mnaoa. Mimi kwanza mamangu mimi mjumbe. Sasa mamako mjumbe hawezi kutetea swala kama hili. Mamako mjumbe, mamako mwenye mwanamke anaweza kutetea, anaweza tukandamiza sisi wanaume tu. Hivi unajua si huyu hapa mshika oa baby. Sasa unakuaje? Kama kawa shwari Sasa tulia hapa mwanangu, njoo kaya. Vipi anacheka kwa kiume huyu? Anacheka tu. Sasa anacheka nini? Afadhali mimi mtoto wa kiume sijapigwa na wanawake. Vipi mwanangu? Fresh mwanangu. Mwanangu tumekaa hapa tunajadiliana wewe ujue. Hapo nilipomuona ujue nimeogopa. Mwanangu sasa wewe umekuwa tishio mzee. Kivipi? Yaani kidogo nichomoke tena. Yaani ilikuwaje jana? Mwanangu. Yaani acheni kabisa. Jana nimechezea kipigo. Yaani nimechezea kipigo. Mwanangu si nimeakoroga nyumbani. Wife kanikorofisha. Kunikorofisha pale mzee ngenge. Naongea naye anaongea. Naongea naye anaongea. Sasa unajua mwanamke akipanda moyo kipanda. Nikaona usintanie wewe. Piga kofi mzee la kwanza. Piga ngumi sana. Mwanamke akatoka nduki. Nikaona uwezi kunishindani yaani ashindane mimi naye mbio. Nikasema ngoja nikuonyeshe. Kudadeki nikalifu mwanangu. Vu Ukayakoroga. Kwenye rede baba, wanacheza rede. Akakimbilia pale pale. Sasa nilichojiroga mimi nikaanza sasa kubwatizana nao. Nataka nimshike. Baba nikaeka kati. Kanyagwa, pigwa. Yaani ninavyokuambia hapa mwanangu, na dozi iko ndani. Wewe bwege. Wewe bwege. Yaani unapigwa na wanawake? Unakuja kuambia sasa. Wewe sema nini? Tulieni kwanza niwaambie kitu moja. Nini? Ngoja kwanza niulize swali. Kani mlikimbia? Sisi. Sisi unajua labda kuna kitu gani? Mnafukuzwa wote labda tukajua kuna kitu labda linakuja huko nyuma mnakimbia wote. Sawa. Lakini sasa ndiye ujue tusimpinge sana huyo. Anapigwa na wanawake? Unaona hata hivi mwanangu useme kama ulipigwa na wanawake rafiki yangu mbele zako. Ila sasa tuachane nayo. Hebu naomba mnipe ushauri wanangu. Unajua hili swala tukilifumbia macho Ayubu baba tutadhalilika. Hiyo issue ijanitokea mimi. Mimi ndo nawaonyesha mimi nani. Wewe unaongea nini bana? Ana mke anaelewa maana. Mwanamke wanakera mwanangu. Sio kama tunapiga tunapenda. Mwanamke anakera. Wewe unaongea naye anaongea. Wewe unaongea naye anaongea. Wewe unapiga nini? Unafanyaje sasa? Wewe unasema unapiga kati umepigwa jana? Mimi asubuhi leo kabla hatujakutana hapa mimi nimetoka shambani na kuni kichwani. Wewe unafikiri unafikiri wanawake? Wewe uliona ulikuwa ngapi wale? Hizo stories sio za kutuambia wanaume kama sisi. Subiri kwanza. Mimi naomba ushauri. Nimekuja hapa kwa jambo moja unajua. Mimi naomba ushauri wa kitu kimoja. Mimi naomba nishauri, nataka niende serikali ya mitaa nikashtaki hili swala. Kwa sababu gani ujue? Kwa sababu hili swala nikisema nimwachie
mjumbe mwenyewe afuatilie mambo yetu. Toka jana nimepigwa hajafika pale nyumbani. Naona kule ndo utasaidiwa. Yule Saudi mwanamke, ingekuwa mwanaume kidogo angefuatilia mambo yetu. Wewe acha ubwege. Wewe haiwezekani ukaenda serikali za mitaa. Unaenda kushtaki kesi ya wanawake kukupiga. Utakuwa ni ushubwada, utazalisha sisi wanaume wenzako bana wewe. Nisikilize basi Ayubu. Utakuwa unatuzalisha sisi wanaume wenzako. Yaani ukifika serikali za mitaa lazima akwambie barua ya mjumbe iko wapi. Na mjumbe mwenyewe mamake huyu ni mwanamke. Anatengeneza sheria kutukandamiza sisi wanaume. Asa kumbe unajua mwanangu. Sasa mimi siwezi nikaenda kwa mamake. Ipo hivi. Mlooa mtakoma. Mimi cha kwanza mamangu mjumbe kabisa. Mjumbe. Sasa atakuwa kijumbe mwaka huu, mimi nakwambia kweli. Si mjumbe, atakuwa kijumbe. Mimi nakwambia kweli. Unakaa tu kama sura unamwelekeza mamako kumbe sasa hivi wanawake wa kijiji wamecharuka napiga wanaume hatari. Mwanangu wewe. Naona mnachambana. Yaani wewe ondoka mwanangu. Fresh basi. Yaani upigwe na mwanamke ndio kushtakia sisi wenyewe. Au sio? Wewe. Ni wewe unapigwa na wanawake. Wewe jamaa kumbe jamani kumbe dume bwege huyu. Utampeleka serikali za mitaa. Mwanamke akupige? Mwanamke? Sema mimi ukongo kija kuichanganya na huwa. Fatuma mkama. Abe. Kumboko. Hebu njoo. Hivyo siku hizi nikitoka na unatoka, si ndio? Bana mume wangu, nilikuwa nataka niweze kufagia niende gengeni. Hapo si nikwambia habari za gengeni mpaka twende wote. Ndio nilikuwa namalizia kufagia. Nilikupa mamlaka ya kwenda gengeni peke yako? Hapana. Sasa ijirudie siku nyingine. Yaani nikitoka na wewe unatoka. Na nilikwambia kijiji hiki, unajua bado nakuchunguza. Kijiji hiki kuna vijana wanasubiri wenzao waoe, watoe mahali, halafu yeye akaletewa, anajipitisha kiurahisi. Hivi viatu vya nani? Mume wangu. Sikiliza. Hii miguu ya nani? Ni si miguu yako hiyo jamani mume wangu ulivyotoka asubuhi. Wakati natoka asubuhi mimi nilisimama hapa. Ndio. Viatu vyangu mimi? Ndio. Asubuhi nilitoka. Sawa. Hapa kuna viatu hivi hapa na hivi hapa. Hivi viatu si vya kwako? Viatu vya kwangu nilikuwa naenda chooni. Njoo. Huu mguu wa kwako. Kama hii ya kwangu ilifuata nini hapa? Mimi nilitoka naenda chooni. Hapo unapenda kunijibu? Unapenda kunijibu hivi? Nilikwambia unifanyie mambo ya kiuni hapa. Wewe unaniletea uhuni? Hapana. Yaani unaleta utani kwenye mapenzi, si ndio? Nilitoka na mimi kaa naenda chooni. Afu kwa nini jibu ni kujibu? Unajua mimi sipendi neno jibu ni kujibu. Unajibu, wewe unaweza kumjibu mume wako ovyo. Si ndio? Haujui kujishusha wewe. Kitu yeye umetenda kweli wewe. Ufukuzwe. Nini? Unasemaje? Wewe si mbabe. Jana unakimbilia mitaani kwa na nyinyi mmefuata nini? Wewe si mbabe. Wewe si mbabe unajua kupiga wanawake. Sasa subiri. Mjumbe, mchukue mwanamke si tumpe dozi yake. Wewe nini kinaendelea? Wewe unamchukuaje mke wangu mimi? Wewe mjumbe. Basi jamani. Yaani ndo narudi. Shoka kabingu. Hujambo? Sijambo. Naitwa na mjumbe. Mjumbe? Sawa. Samahani kwanza. Haujamwona mke wangu katika michezo? Sijamwona. Tangia jana hivi hujamwona jana? Sijamwona, mimi nilikuwa nacheza.
Sawa, asante. Mwanangu, Ndio. nimekuita hapa Ndio. kwa mema tu na kwa mazuri, sio kwa mabaya. Sawa. Kwa hiyo nimeamua nikuite hapa ili tuweze kuzungumza na mwenzio akiwepo hapa tufikie mwafaka. Sawa mama, sawa. Mama, kwanza mimi niseme tu nashukuru sana, ila pia nimejifunza kwa sababu kumbe lile jambo ambalo limefanyika jana, nimepita kwa vijana wenzangu wamesema, yani sio mimi tu, kuna marafiki zangu wameniambia kwamba sasa hivi wameunda kikundi, hicho kikundi kwamba kinakomesha kila mmoja anayempiga mke wake. Sasa mimi jana nilikuwa sijui, lakini sasa walivyoniambia nikajua kumbe sio mimi tu, aibu hii kumbe sio yangu. Kaona hata, lakini nimekaa chini jana, ujue nimelala peke yangu mama. Kuna vitu vingi sana nimefikiria na maumivu tena, nikawaza nikafikiria hivi. Yaani ugomvi wenyewe ulikuwa mdogo tu. Kwa hiyo mimi mama, ili swala kwanza nimejifunza. Alafu tena mama, unipe hata cheo niwaambie vijana wenzangu wote kwamba jamani, ili swala sio zuri. Yaani mimi niwe kama mwalimu wao. Naomba mama, ila naomba tu mke wangu anisamehe. Yaani umepigwa na kulala peke yako umelala. Si ujinga huu. Mama, acha kabisa. Yaani kwa kweli, yani hata mimi najishangaa. Sijui ibilisi, sijui mimi mwenyewe au shetani. Eti mke wangu swala la kugombana kweli li. Kwanza kama mkaekana ujinga ndio maana. Aibu hata kuongea kwanza kisa chenyewe, ila na hili limekuwa fundisho. Ila mke wangu, mimi naomba unisamehe. Najua nimekukosea. Siwezi kukupiga tena na wala siwezi kugombesha tena. Basi haina shida, mimi mume wangu nimekusamehe. Nashukuru umenisamehe. Nashukuru sana. Au msame mtaende mikono na mwezio. Mimi jamani, sikilizeni niwaambie. Katika kijiji hiki mimi nitakuja kujipoza maumivu yangu ninayopigwa. Nimekuja kupeleleza, kumbe mjumbe yule mama ndiye anaweka chini wanawake kwa sababu sisi tupigwe. Mimi nilijua. Wewe si nilikwambia siku ile? Na mimi nilisema wewe ulikuwa unaandamana kwenda kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa. Ulisema nini? Kwamba wewe si ndio wewe pamoja na mshikaji na huyu hapo na bishanini sasa. Sasa ni yule mshikaji huyu mwenyewe hajaoa huyo. Mwambie mama yako mwanangu. Yaani kile kipigo ambacho tunapata sisi utakuja kupiga wewe. Mwanangu utakuja kupiga, utakuja kuchafuka. Na huko mjini ulikotoka juzi unakuja kusumbua hapa. Labingwe, nakuheshimu juu. Nakuheshimu juu. Yule ni mamangu juu. Afu nikwambia kitu, mamangu najua mwenyewe juu. Unapenda mambo yake, si ndio? Ukaa kikao na wanawake sisi kuja kutupiga sisi. Nyinyi wanawake pia ndio mnapigwa na wanawake. Oya jamani, muwezeshia wewe mshikaji mwanangu. Oya mwanangu, oya. Wewe unasemaje wewe? Unaongea kitu gani wewe? Unaweza ukampasua hapa ikawa kesi. Watu ujinga hapa. Sikia nikwambia huyu bado mtoto wa mama huyu mwanangu. Mtoto wa mayai kabisa. Wewe asikia mwanangu, mimi nakupanga. Wewe asikia nikupange. Wewe asikia mwanangu, mimi nakupanga tena. Angalia sana, mfikishie ujumbe. Kama sio wewe, basi mama utampoteza. Mimi nakwambia kweli, wewe mfikishie ujumbe tu. Unakuwa mkali nini? Mwanangu sikiliza nikwambie. Yaani lazima umpange mama yako. La sivyo tutakupasua na tutakuvunja. Hili ndio swala la msingi. Yaani unanielewa? Ufikirie. Nenda kamwambie mama yako. La sivyo mwanangu utapotea wewe au mama yako. Mama huyu hapa sio mamake ndio mwenye makosa. Kwa sababu mamake ndio anaunda kikundi kile. Atamfikishia ujumbe. Oya sikiliza nikwambie. Unajua mdingi wake huyu sawa, kavuta kwa ajili ya kujifanya kusuluhisha ndoa za watu. Ushanielewa? Yule mzee kapoteza maisha. Sawa. Sasa mama yake tena anaanza chokochoko. Atapotea. Kama vipi nitamwelekeza bibi kubwa. Hilo ndio la msingi. Sawa. Hapo baridi. Hapo fresh. Ila mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa? Habari zako za kumendea wake za watu hapa. Tutakunyonga, tutakuning'iniza kwenye mkonosho hapa. Afadhali umenikumbusha. Baba, yani siku moja tu nikakukuta tuko na mke wangu. Kitu nitakufanya hamna. Masikio hayo. Itakuwa halali yangu. Hapo fresh. Mimi nakwambia fresh. Hapo sawa mwanangu. Sema mimi mwanangu mwenyewe nitaka nikuchane ujue. Abale ujue juzi nilikuwa na shemeji yangu nitakukataa kama sio mwanangu kabisa. Pondo zake mbona huyu mwanangu? Yaani hapo kwa sababu yameisha. Keshaelewa atampanga mamake hapo poa. Tena mwanangu chunga sana, tuna wake zetu hapa. Yaani siku mwanangu nikakufuma tu baba, masikio hayo. Atakuwa halali yangu. Hata mimi nitaka nikuchane kwa sababu wewe ni rafiki yangu tu. Sema juzi nilikuwa na shemeji yako. Nitakuharibia mimi nitakukataa kabisa. Wewe mwanangu hayo yameisha. Kwa sababu ameelewa fresh. Fresh. Shikamoo mama. Malaba uje. Nalala mpaka saa 2. Hizi kazi zote anafanya nani? Hizi kazi zote nitafanya mimi nitaweza. Wewe upo umelala mpaka saa 2.
Haya. Hivi mama. Unajua jana kwa sababu nimekasirika. Sijui mimi labda umetoka kuchanganywa huko ndo kuja kuniletea mimi hasira zako. Kama sija. Ila samani. Usiongee na mimi umesema kama mti. Kaa unasema kama mlongo tunaongea na mimi. Ndio nilivyokufundisha hivyo. Allah. Hebu mwache wewe paka forest unachotaka kueleza. Mama, issue ni kwamba hivi. Wewe umekuwa mwalimu wa kuwafundisha wanawake za watu hapa mtaani, wanapiga wanaume zao. Sasa na wale wanaume zao wakipigwa wananifuata mimi kunipiga. Nikukumbushe kitu. Nakuuliza nikukumbushe kitu? Ndio. Babako yuko wapi mpaka sasa? Yupo ndani babako? Nakuuliza babako yupo ndani? Kwa ujinga wenu nyinyi wanaume, wao wanaume walikuwa wanapigana na wake zao huko, mwisho wa siku wake zao wakifika hapa wamoja kumchangia mume wangu akiwa anasuluhisha, mwisho wa siku mume wangu kapotea mpaka leo. Sasa wewe tunataka kweti eti mama sijui nini kitu gani? Sasa hivi wewe mwenyewe unachokitaka wasoo nyinyi wanawake mnawachangia kuwapiga wale kule mtawaua vile vile. Na mimi nakwambia huo mwendo ndio huo mpaka watakavyonyooka. Hapa kijiji tutaheshimiana. Wanawake lazima tujue haki yetu iko wapi. Mimi sitaki kwa sababu mimi nafuata huko mtaani atakupigwa mimi mama kwa ajili. Wewe unafikiri mimi napenda kukaa mjane kama hivi ninavyokaa mjane hivi? Napenda mimi. Nakwambia haki itatendeka hapa hapa. Wakipeleka kwa kituo cha polisi kesho wamerudi wanarudi lile kosa. Tufanyeje sasa? Tufanye nini? Tufanye nini sisi? Tuna haki tunaipata wapi sisi? Tunataka haki. Umekasirika mpaka unasusa na chakula kwa sababu ya upumbavu. Wewe mtoto. Haki itakuwa kupigana mama. Haki mtakuwa kwenye sheria lakini mimi nakwambia yapo atakuja kujitokeza. Mimi naenda. Unaenda wapi sasa? Kwa hiyo tutafika Kisimani. nitawakuta nikukuta. Sitaenda na mashughuli zangu nitakuchota maji. Basi sawa mimi nitakuja. Utanikuta huko. Basi sawa. Basi baadaye. Poa. Afadhali ulivyotuambia. Maana mwanaume ana tabia. Kanitongoza mie, amekuja amewatongoza na sasa natakiwa tumuonyeshe hapa kijijini ajue sisi ni nani na tunataka aongee ukweli kia. We haiwezekani. Mimi di kwetu anapajua. Kwao nimepelekwa. Anataka kunioa mimi au wengine mimi siwajui. Mnaposema mmetongozwa. Sielewi kabisa wewe kuniambia hicho kitu. Sikiliza ndugu. Huyo di wako huyo hapa kashakutongoza kila mtu. Mimi mwenyewe kanitongoza. Sijui na wenzangu. Hata mimi kanitongoza. Mwenyewe hapa kanitongoza. Haiwezekani. Mimi kanipa hadi ananioa na yeye inakuaje? Yaani kila mtu anamwambia anamuoa, kila mtu anamuoa. Siamini maneno yenu kabisa. Kwa hiyo wewe Jackie, kwa sababu ile pale katokea mjini ndio maana wewe unajishobokesha na unapenda kuna nini? Wewe usikilize sisi tunachokwambia kwa hiyo si waongo au? Kwa hiyo ni wa muda mrefu tokea taje ndo mjini. Sasa sikiliza. Hujapendwa wewe. Wote hapa kashakutana. Mwenyewe jana tukasimamisha hapa mpaka si mnajirahisisha wenyewe lakini hadi kwetu wanamjua na mimi kwao najulikana Kila mtu anayemtongoza anamwambia hivi wewe nitakupeleka nyumbani. Sema tu sisi wenyewe tunajiona tuna akili. Huyu hapo anakuja. Tumuulize kati yetu sisi na namtaka. No, wanawake mjisikii vibaya nyinyi. Aje aongee hapa hapa. Kwa mdomo wake mwenyewe. Mambo. Safi poa. Simama hapo hapo. Nataka utueleze. Nani ni mkeo ni demu wako ni nani yako? Naomba ufahamie. Tueleze kabisa ukweli. Tuambie nani ambaye unampenda hapa kati. Ndio hivyo kaka. Yaani funguka kabisa. Naona wewe mwanaume umekuwa malaya mno. Umezidi. Yaani kama mtu anamtaka wewe. Kila mtu anamtaka wewe hapa. Tunaongea na wewe. Lakini nyie si wake za watu wengine. Ukae kimya hivyo hivyo. Si huyu hapa mwenyewe. Aongee huyu hapa. Tunaomba uongee unampenda nani kati ya watu hao wote hawa 6 unampenda nani? Hivyo mwanaume ujisikii haya kuja kunidanganya kitu gani? Angalia ninavyozalika mimi Kisimani. Yaani kati ya wote hapa nani unampenda zaidi? Tunataka jibu sasa hivi. Kweli kabisa ongea hapa. Maana wewe mwanaume malaya sana wewe. Sema unataka nani? Ongea ukweli tunataka tujue. Mimi na
Acha kufagia hapo. Nguo hizi ufue. Na nguo tena nifue? Sasa mimi nitafanya kazi ngapi? Nifagie, nifue na nguo. Kwa hiyo nguo unafua au ufui? Nataka kufagia kwenye sifagii wala nguo sifui. Naona wewe mwanamke sasa. Hivi mimi nilivyokuoa. Nimeziona hizi kazi zingine hazinifai ndio maana nikaamua kutoa kule. Tuje tusaidiane kazi. Yaani mimi niende kazini. Nije nifue nguo zako. Si nifanye nini? Hivi wewe una kazi gani hapa nyumbani? Kumbe tunabishana hivi. Nipige kelele. Nisikilize. Sasa hivi siogopi kwa lolote lile. Wewe ukiamua kupiga kelele piga. Wewe unajua wenyewe wanawake kikundi chenu umechoanzisha hicho hapo ndio kinakutia wewe jeuri. Sasa nasemaje? Nimechoka sasa kwa lolote lile niko tayari. Mimi nakwambiaje? Uwezo kanipelekesha kama hivi. Kwani mimi sio mmeo? Sifui nguo. Alafu nakuletea mchezo mtakupasua. Baba, jiangalie. Yaani nakwambia nitakujazia nzi hapa mtaani mpaka ushangae. Kwanza kile kipigo cha pita kile kikasome. Cha bingwa ndo kabisa, yani wewe. Mpaka nguo tutakuvua wewe. Sasa usinifananishe na hao. Nakwambiaje? Mimi nitakupasua hata ukija na mashoga zako. Wote na wakali. Unampatia nani sauti? Jaribu. Jaribu nakwambia. Jaribu wana niguse. Jaribu. Wewe unakimbilia huko unajua mimi nitakufukuzia. Mimi huko sikufukuzii. Nikufukuzie mimi nijipeleke. Kama unajiamini na hiyo kikundi chenu na mjumbe wenu, nifuateni hapa nyumbani ili niwatengeneze. Mtapiga hao wajinga lakini mimi hamtoniweza. Mbona mnaangalia na watu wa kupiga? Mnapiga wabovu wao pita na bingwa lakini mimi hamniwezi. Wajinga nyie, kwendeni huko. Na ukirudi hapa na kunyonga. Nakwambiaje? Ndani nina upindesho, ukaa, mchali kila kitu na machepe nikishaua wote na chimba shimo. Na wafukia. Mimi sio mjinga kupigwa. Wewe mwanamke unipelekeshe, nimetoa mahali zangu. Sina ujinga huo. Nakwambiaje? Kawalete mashoga zako kama mimi sijawanukisha hapa. Nyinyi sio kunukisha watu. Mimi nitawanukisha mimi. Pumbavu zenu. Kimya jamani, atakimbia.
Yaani asubuhi huko. Yule mwanamke shida sana. Yaani kijiji kitoka tuanze kutembezewa kichapo, basi tumeshatekwa kabisa yani. Haya, umeenda huko umerudi, nishamaliza kila kitu, chai shapika, umekuja sasa hivi. Bwana ukiongea tu makofi, ukiongea tu makofi. Sasa hivi tushatekwa wanaume, tuna kazi tena. Tushaolewa, sijaoa. Wewe. Wewe. Yangu mimi naomba nauli. Na msubiri kwanza basi. Nikupe nauli kazi gani? Nani tatizo? Ongea basi mwana jingatangata. Tumeua. Unasemaje wewe? Tumeua. Yaani kiurahisi tu tumeua. Unaumwa wewe? Au umepagawa? Mmeua mbwa, paka, kuku? Ayubu. Unasemaje? Mmemua Ayubu? Na kikundi chenu? Kupiga wanaume? Naomba tu nauli wangu mimi nikimbie kijijini. Sasa nisikilize nikwambie kitu kimoja mke wangu. Kama mmeua mimi nafanya nini? Na nani atakutetea? Kweli nakupenda lakini kwa hili mimi kwa hili siwezi nikakutetea. Hata nikikupa nauli haiwezi kukusaidia. Unaweza kukimbia serikali wewe? Unaweza kukimbia serikali? Yangu mimi naomba nauli tu. Sasa nisikilize nikwambie, Nyemo. Kweli nakupenda. Umenifanyia vitu vingi sana, lakini kwa hili siwezi nikakutetea. Na serikali huwezi ukaikimbia hata mara moja. Hata nikikupa nauli haiwezi kukusaidia kitu. Kwa hili mimi najiengua mama. Utaniacha hapa, wewe utaondoka. Sababu nani atakutetea kwenye hili? Na nilishakwambia habari ya vikundi achana navyo. Ukaniona mimi sio mume wako, unawasikiliza hao mashoga zako. Si ndio hivyo? Nikikupiga kidogo hapo, umeshanifanya na nini? Nishapika chai kila kitu sasa hivi unaletea habari umeua, si ndio hivyo? Sasa kama umeua mama, limalize wewe mwenyewe. Mimi simo. Tena uniache. Nishakwambia. Nyemo kwa hili mimi siwezi kufanya chochote. Usije kanishirikisha kwenye mambo ya kijinga. Mshenzi wewe. Hawa nao ukata maji jamani, washakata tuna maji. Kutwa mara mbili wanakata maji jamani. Tumemuua jamani, mbona hivyo mmeuana? Sasa mjumbe mimi nitafanyaje sasa? Mjumbe nisielewi. Jamani mimi nitajipelia wapi? Mimi nitaenda wapi? Sikuwatuma mimi muue jamani. Mungu wangu nitajificha wapi? Mimi Tanzania hii jamani. Mmeua mimi sikuwatuma jamani. Hodi. Mwenyewe. Wewe ndo mjumbe Jeni? Ndio mimi ndo mjumbe Jeni. Ba, hebu sogea kidogo hapa. Unahitaji kituo cha polisi. Kuna nini? Hapana, mimi niambie tu kuna nini? Tutii sheria bila shuruti yani kwa. Sasa niambie kuna nini? Sasa twende. Hapana. Kumani. Twende mwenyewe bwana. Tena mimi bwana. Tusisumbuane. Hebu kaa. Haya, oya, tulia. Wewe. Sogea. Afande? Hebu niambie. Si ndio hao wamekamilika? Hao wameshakamilika. Au kuna mwingine bado hatujampata? Hao wamekamilika. Washakamilika? Wameshakamilika. Kuna mwingine hayupo hapa? Hawa wote wamekamilika. Wamekamilika? Wamekamilika. Watu ite defender ya wabebe, maki hao washazoea. Sawa? Sawa.